Mfumo umekuaminisha unahitaji sehemu kubwa na ya gharama kuishi ndipo ujione kama umefanikiwa. Ukiamini hilo, hebu jaribu kuangalia ushahidi wa kaburi. Linachimbwa kwa upana wa futi 3 kwa futi 6. Na kuthibitisha hilo zaidi, wanachimba eneo dogo zaidi kwa ajili ya maiti mtoto. Swala ni, nani amekudanganya? Jibu ni mfumo. Na ndio huo mfumo unajenga utamaduni wa kutuaminisha tuzike eneo dogo. Kwa baadhi ya nchi wanachoma na majivu yanatupwa baharini, kwa sababu mteja wa soko hili la mifumo danganyifu thamani yake haipo tena baada ya yeye kupoteza uhai au kufa. Uongo unaojipa au kupewa ukiendelea kujirudia mara kwa mara, ufika muda unazoeleka na kuanza kuonekana kama ni ukweli au ni kitu cha kawaida kwa mwanga wa uongo huo. Kataa uongo wa namna hii ili uepuke uraibu. Kataa uongo wa namna hii ili uweze kujiwekea akiba kubwa ya fedha kwa kupunguza gharama za kukodi sehemu kubwa na ya gharama hadi pindi utapoona umejitosheleza na kukidhi mahitaji ya lazima kiasi ambacho unaweza kuwa na akiba ya kutosha. Ndipo sasa unaweza ukaangalia kwamba sasa naweza kupiga hatua na kustawi ili niishi kwenye mazingira yenye thamani. Thamani kivipi? Thamani kwa kuangalia usalama wa hilo eneo unaochukua, lakini thamani pia kwa kuangalia ubora na uzuri wa muonekano, bila kusahau kwamba nguvu yako ya ndani au nguvu yako ya rohoni ina uwezo mkubwa zaidi wa kudhibiti na kumudu gharama hizo bila kutetelesha mahitaji yako ya msingi. Tunajifunza kupitia Yohana 1:2 ambayo inatuambia, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Hapa Yohana 1:2 inatuonyesha kwamba mafanikio yanaanza rohoni mwako. Kwa kadiri roho yako inavyofanikiwa na kupiga hatua, ndivyo udhihirisho wa maisha mengine ya mwili yanadhihirika pia. Lakini pia Waefeso 3:20 inasema, basi atukuzwe yeye hawezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwamba tunaona ndani yetu ndio kuko kunakotakiwa kuanza kufanikiwa na sio nje yetu. Kwa hiyo tukiwa tumejimudu vizuri ndani yetu, tumefanikisha vizuri kiroho, lakini pia ile nguvu itendayo kazi ndani yetu ndio iamue ukubwa na udhihirisho wa kile ambacho tunatakiwa kumiliki kwa huo muda. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo na tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hivyo pia Mungu anatupa na kutuwezesha kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu, ambapo rejeo lake ni Yohana 1:2. Ndani yetu wapi? Rohoni. Ufanikiwe kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa hivyo tusijaribu kufosi mazingira ya nje kabla hatujapata ustawi wa ndani. Roho au mtu wako wa ndani anahusisha mambo kadha wa kadha, ikiwa fikra unazoziwaza na ubunifu unaowaza, ambapo ukikuhakikishia kwamba sasa hivi utaweza kuzimudu hizo gharama za hayo mazingira makubwa mazuri na ya kupendeza, basi unastahili kupiga hatua, kwa sababu tumezihirishwa kwamba tunatakiwa tufanikiwe kama roho zetu zifanikiwavyo. Tusijaribu kwenda kinyume na hapo, kwa sababu utakosa akiba ya kutosha ya kukusogeza viwango vingine, ambapo nini kinatokea? Kinatokea matumizi kuwa makubwa kuliko kipato. Ni kanuni ya kawaida kabisa, haihitaji uumize sana kichwa ili kuielewa. Maana yake jibu lake litakuwa ni umaskini. Matumizi yakizidi kipato, jibu lake ni umaskini. Lakini kipato kikizidi matumizi, maana yake utakuwa unao uwezo wa kutunza akiba ya kutosha na kukua kiuchumi, na jibu lake ni rahisi ambalo ni utajiri. Asanteni.
Haya na mengine mengi utayapata katika kitabu hiki kiitwacho Tutafika Tu. Tuwasiliane kwa 0753142090. Katika namba hiyo ukinipata WhatsApp na kuandika neno Tutafika Tu, utakuwa unamaanisha unahitaji kitabu hiki na utakilipia kupitia namba hiyo. Jina litatokea Hosea Maiko Mkwama. Utalipia kitabu hiki kwa shilingi 1500 soft copy, 25,000 hard copy, na itakufikia mahala ulipo kutokana na gharama za usafirishaji kutoka ilipo ofisi yetu.